Naitwa Zainabu Telaki, mkuu wa mkoa wa Lindi. Mkoa wa Lindi tunatarajia kuwa na maonyesho ya madini ambayo yatafanyika kwenye viwanja vya madini vilivyoko Ruangwa tarehe 11 mpaka tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka huu. Maonyesho hayo yanatarajiwa kuwa na wachimbaji wa madini wadogo, wakati, wakubwa, wanunuzi wa madini, watu wenye mitambo ya aina mbalimbali ya uchimbaji, uchenjuaji na uongezaji thamani wa madini. Lakini pia maonyesho haya yataambatana na matembezi ya hisani ambayo yatatumika kama kuwasaidia washiriki wa maonyesho hayo kufanya miili yao kuwa na afya bora. Maonyesho hayo pia yanatarajiwa kuwa na soko la madini la vito. Tutauza green garnet, sapphire na vito vingine ambavyo wachimbaji wadogo na wakati watavileta mnadani. Maonyesho haya pia yatakuwa na usiku wa madini ambao tutayoita dinner gala, ambayo baada ya maonyesho ile siku ya mwisho tutakuwa na usiku wa madini ambapo wachimbaji wote, wafanyabiashara wote ambao wameshiriki kwenye eneo lile wataweza kuwa na uwakilishi wa kushiriki chakula cha usiku pamoja, ambacho pia kitashereheshwa na wasanii mbalimbali ambao watakuwepo kwenye maonyesho haya. Maonyesho yetu tunatarajia yakawe na wafanyabiashara wa bidhaa mbalimbali ambao watakuja kuuza, watakuja kuonyesha kutoka maeneo mbalimbali kwenye mkoa wetu lakini na Tanzania. Tunatarajia kwamba yatakuwa maonyesho makubwa kwa sababu tulishafanya maonyesho ya mwanzo mwaka juzi, yalikuwa ni makubwa sana, na mwaka huu kwa namna ambavyo tunaona dalili za ushiriki yanakwenda pia kuwa maonyesho ya kimataifa, kwa sababu kuna watu kutoka nchi mbalimbali ambao wanatamani kushiriki kwenye maonyesho yetu. Maonyesho ya madini tunayatarajia kuwa ufunguo wa kufungua fursa za uchimbaji kwa wachimbaji wetu wadogo. Wapo wachimbaji ambao wana leseni kubwa za kati na ndogo ambao hawajapata watu wa kufanya nao kazi. Pengine wanatamani kuona teknolojia ya kisasa ambayo itawawezesha kuchimba lakini kupata madini kwa urahisi. Kwa hiyo wanapokuja watu wenye mitambo mbalimbali, tunatarajia wachimbaji wetu kwanza watapata elimu, lakini wataona mitambo ya aina mbalimbali, wataweza kupata fursa za kuingia ubia na watu ambao wana nguvu ya uchumi, lakini ambao wana nguvu pia ya kiteknolojia. Nasema hili kwa sababu mwaka juzi tulipofanya maonyesho tulipata makampuni 5 mapya ambayo yaliweza kuingia ubia na sasa hivi wanaendelea na kazi. Lakini tuliweza kupata mtambo mpya wa graphite ambao mpaka sasa unazalisha graphite na wameshafanikiwa kusafirisha mzigo wa kwanza wa graphite, lakini ni kwa kupitia maonyesho ya mwaka ule. Kwa hiyo mwaka huu kwa dalili tunayoiona tunatarajia tutapata watu wengi zaidi. Tayari tumefanya mialiko, tumeshaandika barua za mialiko na tunaona jinsi ambavyo watu wanapiga simu, watu wanatamani kujua, watu wanatamani kushiriki. Lakini yako makampuni ambayo mwaka juzi hayakushiriki, lakini mwaka huu wameahidi kwamba wanakuja kushiriki. Haya ni makampuni pamoja na watoa huduma kwenye migodi ambao nao wametuahidi kwamba watakuja. Lakini pia tumepata watu ambao watatutengenezea vionjo pia mbalimbali, kwa sababu niwaambie
Maonyesho ni furaha. Ni mahali ambako watu wanakusanyika, watu zaidi ya 5,000, 6,000. Panahitaji vitu vizuri. Kwa pia tutakuwa na nyama ya kuchoma, na vionjo vyake ambayo itasababisha watu wakiwa pale kwanza waongeze afya, wapate furaha, wawe na eneo la kupumzika. Wakati wanaangalia wasikae tu, waweze kuingia huku na hukule. Wakati wanauza, hata wale waliokuja kuonyesha wapate nafasi. Yaani kwenye maonyesho hayo njaa haipo. Tumealika watu ambao wanaweza kupika chakula kitamu, chakula kizuri, waje wapike ili washiriki wetu wa kwenye maonyesho haya wasipate tabu. Na hilo tunaamini litatokea. Maonyesho yetu ni tofauti kwa sababu sisi tunafanya maonyesho ambayo ni halisi. Wachimbaji wanakuja na madini yao. Kama ni mtu anauza green garnet, atakuja nayo. Mwenye dhahabu ataleta, mwenye marble ataleta, mwenye graphite ataleta, mwenye nickel ataleta, kwa sababu pia ni eneo ambalo tunalitumia kuwasaidia wananchi wetu kujifunza. Anaweza kukutana na jiwe shambani kwake, lakini hajui ni nini. Akaenda kusugulia miguu tu, kumbe ni nickel, kumbe ni graphite. Kwa hiyo hata maonyesho ya mwaka juzi tuliweka malundo ya madini husika ili wananchi wetu wajifunze, wapate nafasi. Tusiwe na maonyesho tu ambayo hayaoleti matokeo. Na hivi ninavyozungumza saa hizi watu wetu wanajua kwamba hili jiwe akiona anaenda kuuliza, mbona kama niliona kwenye maonyesho? Mbona kama niliona madini fulani? Kwa hiyo tunatamani kuwa maonyesho yetu pia yawe darasa. Yes, yawasaidie watu wenye mashamba, watu wenye maeneo, akiona aweze kujua kwamba hiki ni hiki na aweze kuchukua hatua. Kama ni kuchukua na kwenda kupima, aende akachukue na kupima. Maonyesho yetu wanakuja wafanyabiashara wote. Mfanyabiashara anayeuza nguo, anayeuza simu, anayeuza saa, anayeuza dawa, anayeuza chochote, tunawakaribisha. Kwa sababu nao wakija wanafungua fursa za biashara zao. Kwa hiyo waje waonyeshe walicho nacho, lakini wauze. Ndio, kwa sababu watu watakuwa ni wengi. Kuna anayehitaji gauni, kuna anayehitaji jeans, kuna anayehitaji shati, na wengine kwa sababu wanakaa kwenye maeneo haya, hawaendi mijini, ndio mtoko wenyewe. Kwa hiyo waje kwa wingi, walete bidhaa kwa wingi, waje wakauze. Mimi nawaambia Wanalindi, kwanza tufungue fursa, tuwakaribishe wenzetu ambao wana teknolojia lakini wana uwezo wa kuja kuwekeza pamoja na sisi, ili hii rasilimali ambayo Mwenyezi Mungu ametupa kwenye mkoa wetu. Na mimi niseme tunamshukuru Mungu kwamba ameweka rasilimali nyingi kwenye ardhi ya Tanzania. Wafungue milango, wawekeze ili waweze kutumia rasilimali hiyo kufanya shughuli nyingine za maendeleo. Lakini watake pia ni waombe wawekezaji ambao wanatamani kuja kuwekeza kwenye mkoa wetu, waje. Vitu vya kuwekeza ni vingi. Sisi tuna bahari kubwa, tuna fukwe safi ambazo hazijachafuliwa. Waje wawekeze kwenye ujenzi wa mahoteli, kwenye kilimo, tunalima sana, na maeneo mengi ambayo yako kwenye mkoa wetu kwa ajili ya kuwekeza, ikiwemo uchimbaji wa madini. Kwanza Lindi ninayofahamu sasa sio Lindi iliyokuwepo. Tuna Lindi mpya. Sio ile Lindi watu walikuwa wanakuja hapa wanasema mbona tunaona nyumba za nyasi. Tumehama kwenye nyumba za nyasi. Lakini ni kwa sababu watu wetu wameona, wamejifunza. Kwa sababu mtu anapoona akaona kumbe hiki kinawezekana, na yeye anafanya. Kwa hiyo tunaiona Lindi ambayo inakwenda kuwa na maendeleo makubwa sana. Lindi ambayo imefunguka. Kwa sababu hata tukiangalia mapato ya madini yamepanda zaidi ya mara 2.
tulikuwa na bilioni 2, sasa hivi tuko karibu bilioni 7. Tunakwenda, tunaona pia hata mazao ya kilimo, milango imefunguka. Hapa tunaweza kuzungusha bilioni 660 na kitu kwa mwaka, kwa miezi 4-5. Kwa hiyo tunaiona Lindi ambayo inakuwa, Lindi yenye fursa, Lindi ambayo inahitaji uwekezaji. Siri ya mafanikio ni umoja. Umoja wa kila mtu. Usikivu. Tunapozungumza, viongozi wakazungumza, na wananchi wetu wanasikia, wanatekeleza. Naamini waambie Lindi kuna watu wapole na wakarimu ambao wako tayari kujifunza, wako tayari kuona mabadiliko, na wakiyaona na wenyewe wanaingia, wanajaribu. Ndio maana tunaona mabadiliko ambayo yanakwenda kwa haraka. Kimbilia fursa, mkoa wa Lindi. Karibuni sana.